Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum ya SMZ imeanza hatua kuwajengea uwezo maafisa manunuzi watakaohusika na utekelezaji wa programu ya SCALE itakayotekelezwa kwa kushirikiana na Benki ya Dunia. Programu hiyo inalenga kusaidia jamii katika kukabiliana na mabadiliko na athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Akifungua mafunzo hayo, Mkurugenzi Idara ya Uratibu wa Mitaa, Zainabu Hamisi Kibwana, amewataka watendaji kutumia mafunzo hayo kwa lengo la kupata matokeo chanya katika mradi huo. Zaidi tulisoma chuo, tumekuja kwenye practice kwenye majukumu yetu, lakini leo pia tunaongeza uelewa mpya, kwa maana tunaongeza skills, ujuzi mpya. Kwa hiyo ni sehemu ambao wewe ukitoka hapa uje much proud, yani wewe mwenyewe ujifurahie na utaona umebadilika kiasi gani. Kwa hiyo mafunzo haya yameandaliwa kwa maksudi kuwajengea uwezo hizi LG ziwe imara, LG zitoe huduma vizuri, LG ziwe zinatekeleza miradi inayoendana na miongozo ya serikali kuu. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Vile vile mafunzo haya yatawawezesha pia kutumia mifumo ya kinunuzi, mifumo ya ununuzi, kwa maana utapata skills jinsi gani ukiingia kwenye mfumo wa manunuzi, unaanza wapi, taratibu zipi, unatakiwa kitu gani na kitu gani kiwepo. Kwa hiyo tunapendelea tukiwa kwenye ofisi zetu katika mradi huu na pamoja miradi mingine ya taasisi zetu, tutumie mifumo ya kielektroniki ya ununuzi pasile na kufanya yani kutokuikamilisha, kwa sababu kama ni mfumo hakikisha unaukamilisha ili uweze kuleta result nzuri. Kwa mifumo yetu iliyowekwa ni mizuri na kuepusha ucheleweshaji wa shughuli za kiununuzi katika taasisi au shughuli za mradi katika utekelezaji wake. Akiwasilisha mada katika kikao hicho, mtaalamu wa manunuzi kutoka Benki ya Dunia, Climate Kisinga, amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ubora, thamani ya tija ya miradi, huku akizingatia mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha miradi inalingana na bajeti iliyopo ili kuepusha ucheleweshaji na utekelezaji. Miradi hii mingi nadhani inayofanyika tushawahi kufanya, si ndio? Imeshafanyika, kama ni kuchimba visima, kama ni kupanda miti, kama ni kujenga drainage, ilishafanyika. Lazima tuwe na lesson learned. Nini kilitokea? Kama hicho kitu kilitokea, tufanye mitigation measures. Sasa hivi wakati wa utekelezaji isitokee tena, linatokea jambo lile lile. Nyingine ni issue ya transparency and accountability, clear evaluation criteria, auditability and reporting mechanism. Tunaposema audit, ndio nilikuwa nazungumza kwamba hizi ni fedha za umma zitaenda kutumika, sawa? Kwa hiyo inatakiwa vigezo viwe clear. Na maana gani? Yaani tusidefine vitu vague. Sawa? Kama ni gari linanunuliwa, specifications ziwe very clear. Kama ni computer inanunuliwa, yani specifications ziseme, ziwe detailed. Tusitumie general statement. Tusimwachie supplier yeye ndio tutengenezee specification. Kwa upande wake, mtaalamu mshauri wa programu ya SCALE kutoka Benki ya Dunia, Dr. Lucy Sendi, amesema miradi inapaswa kuwanufaisha wananchi wengi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na lingine ambalo la muhimu sana, naomba niliseme kwenye halmashauri zetu au kwenye nisaini nikisema halmashauri kwamba kuna miradi mingine ya watu wengine. Umenielewa? Tunazo kesi ambazo mtu amekwenda amekuta bwawa kama lile limechimbwa, liliisha labda miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo wakaja wakasema SCALE inachimba bwawa lile lile lilochimbwa labda na mfadhili mwingine au serikali au NGO. Sasa lile kosa, jamani, katika makosa ambayo yanafanya utolewe kwenye mradi, hili ni mojawapo. Itakuwa kosa kubwa na ni aibu kwa serikali yetu. Kwa hiyo nakuombeni sana muwe wa kweli kwenye zile principles alizosema. Ukweli, uaminifu ni moja ya principle ambayo lazima tuizingatie sana. Tumepata cases hizi Tanzania hapa
watu wameenda wamechukua miradi ambayo ni ya watu wengine, wakabandika mabango ya scale kama scale vile, si ndio? Na ikawa shida kweli. Na ndio maana tunasema mradi wa wananchi. Sababu wananchi huwezi kuhonga kijiji kizima au shehia, sio? Kuna mtu tu atasema huu mbona ulishatengenezwa kitu fulani. Na katika kutekeleza miradi coordinators wanajua kuna ile habari ya malalamiko ambako mtaandika mpaka namba za simu kwamba kukiwa na shida tupigieni simu, mpaka namba ya World Bank itawekwa. Naye meneja program ya Scale kwa upande wa Zanzibar, Jaku Abdallah Jaku, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwawezesha maafisa manunuzi kutoka mamlaka za serikali ya mitaa Zanzibar kuwa na uwezo wa kurahisisha mchakato wa manunuzi unaohusiana na program ya Scale na kuhakikisha shughuli hizo zinaweza kufanyika katika maeneo yao badala ya kuendelea kufanya kazi katika ngazi za wizara. Tuna deni, manake kama hujakipata kigezo hicho, manake wewe kwa mwakani hutotekeleza tena huu mradi, na hapo ulipopata ni hapo hapo. Kwa kiufupi, tuna kazi ya kufanya tukitoka hapa ya kuharakisha hizi taratibu za kimanunuzi ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi hii. Kwa hiyo tuna kazi nyingine kubwa sana ya kufanya kwa pamoja, lazima tushirikiane. Bila kushirikiana hii safari yetu itakuwa hatutofika. Tayari? Bila kushirikiana hatutofika. Kwa hiyo tujue tuna kazi ya kuhakikisha tunaitafuta 75% by February. Tayari? Kwa hiyo katika hilo manake nyinyi mna wajibu wenu na sisi ni kama PIT pia tuna wajibu. Ndio maana sasa hapa tunahimizana lazima tushirikiane vizuri sana. Tayari? Lakini cha tatu cha kusisitiza kwamba ni miradi ya jamii. Kwa hiyo involvement ya jamii kwa kila hatua ambayo tunakwenda, kama tulivyowashirikisha kwenye kuibua, manake kila hatua ambayo tunakwenda tuhakikishe na ile jamii inashiriki. Tayari? Jamii wanakuwa na uono, wana upeo, lakini wanafahamu mambo mengi kwenye jamii zao. Kwa hiyo tukikaa nao karibu, ina maana tutapata fursa ya kuitengeneza vizuri miradi yetu. Kwa hiyo tuna kazi hii ya kuisarifu hii miradi, lakini kufanya hizo hatua za manunuzi, kufanya nini, maana tumewashirikisha wadi facilitator ili na wao wawe ni wawakilishi kwenye zile wadi ambazo wanaziongoza. Kwa hiyo kiufupi tuhakikishe kwamba kwa kila tunachokifanya ushiriki wa jamii ili waweze kukubaliana na hiki ambacho tunakifanya na waone wao ni sehemu ya hiki, basi lazima tuwashirikishe kwa kila hatua ambazo tunakwenda. Mafunzo hayo yameandaliwa kupitia programu ya uhimilifu wa mabadiliko ya tabia nchi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, yakihusisha maafisa manunuzi, wakatibu wa wadi na waratibu wa Scale kutoka Unguja na Pemba. Naitwa Abdallah Saleh Isa, ni mratibu wa programu ya Scale kutoka Manispaa Chake Chake, na nichukue nafasi kwanza kupongeza waandaaji wa mafunzo haya ambayo yanalenga zaidi kwenye masuala ya manunuzi. Mafunzo haya kupitia mradi wa Scale yana umuhimu mkubwa hasa kwenye timu ambao tunatekeleza mradi, ikiwemo moja ni kuongeza usimamizi mzuri kwenye masuala mazima ya kufanya manunuzi kupitia mradi huu wa Scale. Tunafahamu kwamba kwenye mradi huu au programu hii ya Scale ina umuhimu mkubwa, kwa kiasi kikubwa itatumia masuala mazima ya manunuzi. Kufahamu mchakato na taratibu zote za masuala ya manunuzi kupitia training hii itatoa nafasi kubwa kwa watu wa manunuzi, lakini sambamba na wasimamizi wa mradi kuweza kubaini na kuchukua hatua nzuri katika kufanya manunuzi kupitia mradi huu kwa ujumla. Nitoe wito kwa timu ya usimamizi wa mradi kwamba ili kufikia malengo haya, yale yote ambayo tumepata kwenye mafunzo, hasa kufuata taratibu, sheria na miongozo ya kufanya manunuzi, basi tuyazingatie wakati wa utekelezaji wa mradi, na kama kuna changamoto yoyote basi tuchukue rai zile ambazo wametuelekeza viongozi wetu kwamba kuwa na rahisi ya kufanya mawasiliano ya haraka ili kuepusha changamoto kwenye masuala yetu ya manunuzi kupitia programu ya Scale. Leali, afisa manunuzi kutoka Baraza la Manispaa mjini. Mafunzo haya yatatusaidia katika kuendesha mradi huu kwa umakini na kuwa na uwazi na kuwajibika katika mradi huu ili kuleta faida kwa wananchi na kwa serikali kwa ujumla. Matarajio ya mradi huu ni kuweka vizuri mazingira yetu kiuhalisia zaidi. Kwa ushauri wangu, wananchi watupokee vizuri tukija mitaani ili kutatua changamoto za tabia za nchi kutokana na mradi huu kwa ujumla. Labda unaitoa
kupatia mafunzo watuongezee uelewa zaidi, na hasa katika mambo ya kusimamia mikataba, kuendesha vizuri prosesi zote za manunuzi na kuwajibika katika mwanzo mpaka mwisho katika kutekeleza mradi huu wa mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo haya yamefanyika huko Jambiani, mkoa wa Kusini Unguja. Ulikuwa nami mtangazaji wako Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.